Na sifikirii shoga yangu jinsi unavyofuatiliwa. Sijui kama utaolewa. Kwa nini? Yaani kila sehemu unapopita unanuka. Unatajwa wewe tu. Kwa hiyo mwenzangu jichunge. Waache wanifuatilie, lakini kuolewa wakati mwenye ananitaka, harusi ipo tu hiyo. Shoga yangu wache kudanga uolewe. Kuolewa shoga yangu kuna meno. Mwenzangu wala sijui kwa sifa alizosifiwa, na mimi nilivyoambiwa ninapenda tu, na ninapenda kwa ajili ya ndoa, sipendi kwa ajili ya kuchezewa. Ndio yangu wakati ndo shambu wa hivyo ndio upunguze kudanga. Wachie sie tu mashoga shoga yangu. Mwisho cha mwisho kizuri, wacha nange mwisho ukielewa ndio hiyo huko. Tulia ngoja aolewe tena tuachie sie hata nini mpaka lini. Wacha ninakwambia dange cha mwisho na danga Jumatano napumzika Alhamisi, Jumaa naolewa. Unadhani unajua kama sisi superstar? Ndio wachi shoga yangu. Napumzika Alhamisi tena. Na bibi nyie, kwanza vipi ile safari yetu tunaenda? Ndio namalizia kusuka tu. Ngoja basi nimpigie simu bwana Osman kama anaenda. Hello Mai. Hello kipenzi changu. Mambo. Mtakwako? Nzuri, sijui zako. Nafanya. Sasa hivi nimepumzika. Uko wapi? Niko nyumbani. Poa. Mai. Na. Vipi kuhusu ile safari? Natumaini safari ipo. Sijui kama nimeshajiandaa huko. Si tayari. Mshajiandaa nyote hapo? Ndio. Basi mida saa 10 nitakufuata rudi hapo. Sasa ndio maana mimi nakupenda. Hata mimi nakupenda pia. Haya poa, ila Mai nimekumisi. Hata mimi nimekumisi, lakini Mai tunakutana leo. Ila usinifanye kijoro. Nitakamvaini. Kile kile wataona kita sijui kimini kile gani kile ndo ninachokipenda mimi. Poa, usijali nitavaa kwa ajili yako. Kwa hiyo baadaye I love you too. Ipo safari yetu kama kawaida. Ndio sisi superstar, nani mnatujua?
unasumbua sana. Bwana usisumbue. Unasema mtu anamjana ni mkorofi. ungejua bonge gani ungekutongoza. Ukalewa ungemtongoza nani bwana unaona mshimini. Basi tena. Bro. Mambo vipi? Kama kawaida. Mambo nasemaje? Nafikiri. Bila shaka unaelekea kwa Babu Ali kwenda kumwekea mipango sawa. Vipi tena? Na kusikitikia sana. Unaenda kumuingiza mwenzio kwenye pango la nyoka. Kivipi, mbona sijakuelewa? Jana Mungu amenijalia nimefika zangu klabu. Lakini nilichokiona kikweli kimenisikitisha sana. Na kwambia hivi kwamba usende kumuingiza mwenzio kwenye shimo la nyoka. Najma nimemuona kwa macho yangu wakati anafanya mambo machafu. Kiukweli ile jambo mimi mwenyewe binafsi limenichanganya. Lakini kaka, ninachokuomba kwa makini sana kwenda kumuingiza kwenye shimo la nyoka mwenzio. Najma mwanangu. Naam mama. Unaporudi kwenye starehe zako, kwenye klabu zako, tafadhali nakuomba usiwe unapiga makelele mtaani. Kwa sababu jana baba yako hajui. Lakini kelele alikuwa anavisikia hajui nani. Kwa hiyo nakuomba uache mambo yako hayo. Na usiende kabisa. Kesho kuta atatokezea mchumba. Ukiwa unafanya mambo hayo hatotokezea, atarudi nyuma. Na watu utapa faida mtaani na baba yako pamoja hivyo hivyo. Umenielewa? Sawa mama. Hutorejea tena? Ndio mama, sitarudia tena. Na kuahidi. Endelea mama. Haya, vipi mwanangu? Naona umekuja. Kweli mama, Babu Ali ameniambia kila kitu. Amekuja kwako, anahitaji kuoa ila ukamkatalia. Nimemkatalia? Ndio. Nimemkatalia kivipi? Yaani nimemkatalia kumuoa Najma. Najma? Ndio. Najma yupi huyo? Huyo Najma huyo anajulikana hapa Mcharuko? Ndio. Kwa Najma siko tayari. Upo mwanangu? Na wewe nakwambia, kwa Najma siko tayari alikumuoa. Sasa mama, upo tayari kitu gani? Kwa sababu Babu Ali nimemkuta katika hali mbaya sana. Yaani amechanganyikiwa kabisa. Kwa sababu Najma ndio chaguo lake. Mimi nahisi bora mkubalie tu Babu Ali amuoe Najma.
Mimi kwa Najma kuolewa na Ali sipo tayari. Sitaki kabisa kabisa Ali kumuoa Najma. Mama, Naam. yani ukisema hivyo utakuwa unamdhulumu nafsi yake babu Ali. Namdhulumu kivipi? Kwa sababu Najma ndio chaguo lake. Isitoshe, mama yupo tayari kusikia babu Ali uko nje anafanya matukio mabaya? Sipo tayari. Asante sana. Au upo tayari ujasikia babu Ali amemtia mimba mtoto wa watu na kuletea mjukuu hapa? Vile vile sipo tayari. Kujua kwamba babu Ali ni mtu mzuri sana. Kwa sababu amekuja mapema ili kukueleza hili jambo. Na wakati hali yako amekuja kukueleza jua kwamba tayari ameshidhatiti. Na kuhusu Najma bila shaka atajirekebisha tu, kwa sababu mtu akiolewa lazima atajirekebisha mama. Mimi nahisi kwa hili bora mkubalie. Vile vile stoshe atapunguza thamani kwako, kwa sababu atahisi kwamba wewe sio mama bora kwake. Mimi kwa Ali kumuoa Najma bado kabisa. Naam. Mimi nahisi sasa unataka ulete janga zito kwa babu Ali. Lipi? Kwa sababu babu Ali tayari yule mtu ameshampenda. Na taarifa tayari ameshakuletea. Fikiria mara mbili na hapo mama. Lakini ni kweli bora Ali amoe Najma. Inawezekana baadaye Ali akaja Najma akaja kaweza kubadilika. Kwa hiyo niko tayari mwanangu Ali kumwoa Najma. Asante sana mama. Nipo tayari. Na mimi naamini babu Ali atafurahia sana. Unajua atafurahi huyo? Haya sasa hayo yote ndio tushatambua. Haya vipi kuhusu habari ya mipango ya harusi? Yataendaje? Usijali, kwa mimi babu Ali ni rafiki yake kipenzi. Na hili nitasimamia yote mimi mwenyewe hadi anaingia kwenye ndoa. Nimefurahi kama utashirikia wewe. Lakini langu mie Ali anamuoa Najma. Wakae salama salimini, ila sitaki kesi Ali kujaniletea kuhusu Najma. Usijali, mimi naamini atatulia tu. Niamini mama. Haya basi inshallah, hamna tabu. Mama. Asante sana. Kwa hiyo mimi hapa wacha nipite babu Ali nipe taarifa. Haya, mwambie niko tayari, nimeridhika. Asante sana babu Ali. Mimi nawe karibu. Tafurahi sana. Asante sana mama. Naam. Kweli nimeshiba na asante sana kwa chakula. Haya, asante. Hamna tabu. Asante sana. Karibu kwa ujio wako. Asante sana. Sasa mimi nakusikiliza. nadhani sasa hivi ushachelewa nyumbani wapike. Haya sawa. Nisiselewe lakini nacho kifua chako umekipenda. Kwa hiyo baadaye. Poa. Wala kwa nifanya hivi. Wala kwa nifanya hivi. Nakufanyia vipi? Wewe kweli unaona sawa mbona nifanyia? Mimi kana watu barani. Kwa nini lakini? Kweli kwa nifanya hivi. Mbuka. Mimi ndio na mapenzi ya dhati kwako. Maana nikaondoka hakuweza kutolea posa wewe. Lakini kwa nini uthamini upendo wangu kwako? Najua siku zote huwezi kumbena ni mwenye mapenzi ya kweli, kwa sababu upendo wa kweli umo ndani ya moyo na si katika face ya mtu, bali unaweza kumjua anayekupenda kutokana na matendo yake na mambo yake. Kwa nini lakini alifanya hivi? Siku zote bora mwanamume bora kuliko bora mwanamume. Sawa, mimi sina bora kwako pengine, au kutokana na hali yangu siwezi kulaumu, sababu unajua
mimi ndio mwanzo niliweza kufuata kueleza hisia zangu kwako. Lakini wale kafanya mababa walifanya makosa yangu, nimekosa kupenda wewe. Sawa, nimekusikia, ila ufuta machozi yako, usilie. Nimekubali kuwa na wewe. Niambo niahidi. Nimekubali kuwa na wewe. Wewe kwamba kitu chamba kilichokiona hapa siwezi kiona tena kwa upande wangu. Kuahidi sitorejea tena. Sawa. Wewe ndio mwanamke maisha yangu. Natamani kujenga future mimi na wewe. Future ambayo wazazi wako watakufurahia. Na lazima ukatama kabisa kuweza kupenda wewe. Nakupenda sana. Wewe ndio furaha yangu ya pekee katika maisha yangu. Pindi ambapo sipokuwa na wewe, moyo wangu kweli hauwezi kuziba maisha zangu kwako. Kama makosa yako umeyajua, basi nashukuru sana. Lakini usifanye makosa ambayo tayari umeshatenda. Yaani shoga zangu ni wahadisie. Haya, sema shoga. Nakwambia shoga yangu nina shida. Shida gani? Toka juzi bwanangu nikimpigia simu hapatikani. Na sina hata pesa ya kula. Shoga yangu, huyo mwanamume wako unajua ana mwanamke mwingine. Mwanamke mwingine? Ndio. Hem, tutizame sie. Nikimpigia kafika. Bora mwambie, wewe uliona wapi mtu hapa na mwanamume mmoja? Wewe uliona wapi angalau kuwa na wawili na watatu? Mwanamume mmoja anafanya nini? Mwanamume mwenyewe anampigia simu hapokei. Huyo hakutaki huyo. Huna la kutena jambo. Angekuwa anakutaka hata kama ana kazi zake, hata kama anajenga akikuletea kula. Mbona kasema kukuletea pesa chakula? Lakini kweli mnayoongea, kwa sababu ningekuwa na mwingine si ningempigia simu angekuwa kashaniletea. Hebu nitizame mimi. Na Pando, na Jecha, na Kombo, na Bakari. Lakini sikilizio ni kwanza nataka nikupende ubuyu. Haya, ubuyu gani tena na wewe shoga? Shoga zangu nataka kuolewa. Najma wewe? Najma huyo mimi, Najma huyo mimi nataka kuolewa. Ngedaro mwachia nani? Ndio hapo sasa hicho ndo ninachowaza. Makubwa. Shoga yangu wanaume wanagugwa siku hizi. Shoga, na mimi nitamdhibiti. Waganga wote waliojaa mwanamume anioe tu akaniweke ndani mimi kama chungu akanifudikiza ala hawahi. Kwa nani kama chungu ingafudikizwa hawahi. Kabla hajanioa kwanza nataka niende kwa yule mzee nani pale. Kabisa nende nikamdhibiti. Asije akanifanyia tafrani na vituko. Kama unataka niingie katika ndoa, nataka kuolewa. Haya, anaikuoa nani shoga yangu? Nataka kuolewa na Ali. Ali Huyo alikuwa anamtemea mate mmoja. Ndio huyo shoga. Haya, ilikuwa kuaje tu shoga yangu toka mkubalia alikwendea kwa mganga? Hajaenda hata kwa mganga shoga. Sasa siacha nifumanie na Osmani. Baada ya kunifumania bwana yule, baada ya Osmani kuondoka kutupa jicho hivi namuona yeye. Huyo ti kajileta. Nikamtizama, nikampandisha na kumshusha kwanza. Kama kawaida yangu. Mambo nikamjibu. Manake mimi sijui na hivi. Kanipigia magoti kalia kama mtoto mdogo. Unamjua mtoto mdogo? Kalia yani hana akili hata moja. Uliona wapi mwanamume kama yule akamlilia mwanamke? Chozi limemdondoka. Mwisho nikaona bora nikubali tu kuolewa naye. Kwa ndo amelia ndo ukamkubalia shoga yangu. Sheria na huruma, mmemwonea huruma, nimeona bora nikubali kuolewa naye. Haya. Mimi ndo nitakuwa mwanzo shoga yangu katika hiyo harusi yako, nitakavyoifanya nitaifanya pambe. Yaani naenda kukodi vanga la kiroboti shoga yangu. Wewe mwenyewe utakuja shangaa. Haya sawa shoga zangu, ni muda huo tunachelewa. Wewe fanya mwanzo kujipura na sisi tupate kuvaa hapo tujenge sawa tupate kutokeni. Naendelea kujipura hivi na kwenda. Shoga japo anja tena. Wanja ni shoga yangu.
Afadhali hapa baridi. Na wako ndani, yani mbu joto yote anachangia. Lakini kwanza achana nayo. Bibi kwanza nieleze kuhusu huko. Ilikuwa shanza kusahau wala mambo mengi. Ni kweli uko nimekwenda. Nikaanza kitu. Ila alikuwa mkaidi huyo. Alijizungurusha huku na huku, ila unajua tena mie. Mwisho wa siku bwana, kama kweli damu nzito kuliko maji. Amekubali bwana. Kwa hiyo hapo ujiandae na kiukweli nashukuru sana kwa sababu unaweza kusema kwa pande fulani wewe ndio chanzo cha kuweza kufanikisha mambo yangu. Nashukuru sana kwa sababu bila wewe bado ningeweza kupitia katika zile changamoto ambazo napitia. Ila mama amenipa kikozo hiki. Kikozo gani? Yaani sio unacheka hapo. Mama ameniambia hataki kusikia kitu yote kuhusu Najma. Wala hataki kwamba mama Najma kamfanya hivi, hataki hicho kitu. Sawa, nashukuru sana. Ila nitakuahidi kitu, nitaweza kujitahidi kufanya mambo yote ambayo yanastahili kufanywa katika ndoa. Na wala mambo hawezi kuja kutokea hata siku moja. Asante sana, nashukuru sana. Lakini kama sikushoka mkubwa. Yaani hapa najitahidi kila kitu kama usingi kama kwa mbali na usingi. Nahisi nasubira kuingia ndani. Wacha kwanza ala tumbo kidogo la kipipi. Unawahi madrasa. Chokani bwana. Babu. Kikweli leo nimefurahi sana. Kwa sababu mihogo ya leo mitamu alafu milaini. Sawa. Kwa sababu chakula cha shamba huku sana tunatumia sasa kupika mihogo. Kwa sababu ndio chakula cha shamba huku. Na sisi tunakipenda sana chakula hiki cha shamba, kwa tupike mihogo. Kwa hiyo ndio maana watu wa huku wanakuwa na nguvu sana. Sawa, ila babu nimepitia hapa ndio jambo moja. Sawa. Nadhani hapa kijijini mimi namjua rafiki yangu mkubwa. Nafahamu. Kwa hiyo babu Ali anataka kuoa. Sawa. Lakini hapo mwanzo alimueleza mama yake, lakini mama akakataa. Ndio. Na baada ya kunieleza mimi, kwa kweli ni rafiki yangu wa karibu, nikaona niende mimi nikamuelezee mama. Sawa. Lakini mama mwanzo alikataa, lakini mwisho wa siku akakubali. Sawa. Lakini katika kukubali huko aliniambia kwamba hii harusi na mie nishughulikie. Ndio. Yaani kifupi niende kupeleka posa. Sawa. Lakini babu, kama unavyojua mimi ni mdogo. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji msaada wako ili tupate posa. Sawa mjukuu wangu. Jambo zuri sana ule kwa umelipitisha ile kwa lifanyike, lakini kuna masuala mengine kwa mazito au mengine kwa magumu, kwa sababu rafiki yako huyo ndio unataka kuona wewe, sasa ndio unakutegemea umpeleke posa, si ndio? Ndio. Lakini huyo mwanamke yuko kivipi? Kwa sababu kuna wanawake wengine wanakuwa wazuri wa kuolewa, lakini wengine wanakuwa waruka njia. Ndio, kwa sababu mwanamke wenyewe ni Najma. Licha kwamba huyu Najma alikuwa ni mcharuko. Ndio. Lakini kwa babu wale ametulia, mimi naamini ataweza kumtuliza Najma. Basi yeye atakuwa hana matatizo, kama ataweza kumtuliza na yeye atatulia, asema matatizo. Jitahidi kwa kijana shida. Kwa hivyo nitashukuru sana. Asalamu alaykum. Waalaikum salaam. Hali yako? Shwari kabisa. Mbaje na hali? Jambo. Salama? Salama. Wazima? Wazima. Watu wote wajambo nyumbani? Wajambo. Asante sana mzee zangu. Tumekuja kwa mjukuu wangu hapa, ni amenijia kwa kuna rafiki yake kuja kumposea.
Kwa hivyo nimezungumza na mjukuu wangu mie kule. Tumemalizana, kwa hivyo tukaona tuje kwa mzee mwenzangu wewe tuje tutubete poso, sipelete posa. Naam. Maneno yenu nimesikia na posa yenu nimekubali. Ndio. Sababu kuna kitu kimoja. Mwanangu anajulikana visa vyake. Ndio. Je, na huyu mposaji tabia yake mwanangu ataiweza? Kikweli mimi tayari tushazungumza na Babu Ali. Na Babu Ali ametulia. Bila shaka naye atatulia tu kwenye ndoa. Kama mshakubaliana, mimi sina matatizo. Mimi naomba heri kwa ndoa ipite. Haya mzee wangu. Kwa hiyo sawa. Kwa hivyo nashukuru. Kwa hiyo sawa. Kwa hiyo sawa. Sawa. Mshikaji kila siku wakati hapo yamelewa tu. Huyu vipi amelala huyu? Jana amekesha baa. Mwanangu geja isome hapo alipo. Hapo ipo hapitungi huyo. Yaani kila siku yule hapa amepaka kulewa tu. Hivi mnapenda kunisema sana nini? Maneno yamefaidi. Wakati ndo kama demu wangu. Uache mambo yako unofanya hayo. Kwa madanga mimi namuelewa mshikaji yo. Madanga? Mimi danga langu pombe bwana. Pombe ndo danga langu kabisa. Sina ranga nyingine. Ranga. Babu Ali mwana. Safi. Oya, mambo vipi? Freshi. Sio kabisa. Wakao. Karudo maskani mwanangu. Leo zikiria leo umechanganyikana yake na wanaume. Hivi hichi ninachokijua mimi ni tafsiria au ni cha kweli? Kitu gani sasa? Yaani Babu Ali mimi anachanganya sana. Bado hujafumuka. Huyu mshikaji pozi yake aliyokuwa nayo kweli anastaki kumoa Najma. Najma huyo hapa? Huyo Najma tumemjua sisi hapa kijijini. Mwanangu umepotea mshikaji. Wewe Babu Ali, hebu nisikilize kwanza. Unajua hapa duniani hakuna biriani la sembe. Lakini wewe utalileta. Hakika. Kwa mbona unafanya? Najma si mwanamke. Najma kila mtu anamjua wewe hapa. Najma. Utamsikia Najma. Alafu leo ndo nataka kaoa kake ndani. Kile kitororo. Mwacha afanye. Utasikia kitororo, ukienda kagonga chini anakufuata. Mwanangu achana naye demu. Afai kabisa yule demu, kila unomjua. Ukimjua Kipago anagonga, ukimjua nani anagonga. Afai kabisa, achana naye demu. Ndio hivyo mimi nakwambia, usione kama nakupakazia rafiki yangu, nakwambia ukweli.